Tusimame tusome neno. Kaa vizuri wewe. Kaa vizuri. Tunasoma Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 1 kwa utukufu wa jina Yesu Kristo. Kwa maana twajua ya kuwa nyumba ya maskani yetu iliyo ya dunia hii ikiharibiwa, tunalo jengo litokalo kwa Mungu, nyumba isiyofanywa kwa mikono, iliyo ya milele mbinguni. Amen. Maana katika nyumba hii twaugua, tukitamani sana kuvikwa kao letu litokalo mbinguni. Amen. Tunaomba. Funga macho tuombe. Mwenyezi Mungu Baba yetu, Mungu mkuu na muweza, Yesu Kristo, asubuhi ya leo tena tunalitukuza jina lako, tunalimidi kwa mara nyingine tena, kwa sababu ulinena katika maandiko yako matakatifu, kila kiumbe kilicho na uhai kilitukuze jina lako, ewe wa milele. Nasi asubuhi ya leo Baba tunalitukuza na kusujudia jina lako Yesu Kristo, maana peke yako ndiye unastahili kupewa heshima na utukufu Baba na kuabudiwa. Asubuhi ya leo umetuamsha kwa neema yako, umetupa nafasi tena ya ibada kwa neema yako, umetusimamisha tena kwa neema yako. Kila kitu ni kwa rehema zako Yesu. Na ndio maana Baba ulisema si kwa yule apigaye mbio wala kwa yule ambaye Yesu Kristo anajitahidi, bali ni kwa yule wewe ambaye Mungu unampa rehema zako. Ndio maana asubuhi ya leo tunaililia hiyo rehema yako Bwana, kapate kwa juu ya kila mmoja, kaweze kushika kila mmoja asubuhi ya leo. Katika jina Yesu Kristo Mungu wetu, bariki usomi wa neno. Baba, maneno haya ni magumu ambayo yanachanganya, lakini Roho Mtakatifu akichukua nafasi, Baba, tutatoka hapa tumeelewa, tutatoka hapa hakuna confusion, tutatoka hapa Yesu tumeshika kile ambacho umekusudia sisi tukipate asubuhi ya leo. Asante Bwana, tukiweka yote chini ya damu, we mwanzo na mwisho katika ibada ya leo, tukihitaji uwepo wako kaweze kutawala mahali hapa, na ukanene kupitia chombo kidhaifu Bwana, ukioshe kwa damu yako, ili maneno yatakayotoka yao ni ya kwako Yesu. Asante Mungu wetu, maana utakwenda kutenda haya. Tunaweka yote mikononi mwako. Roho yako Mtakatifu atuongoze katika kweli yako. Kwa jina Yesu Kristo tunaomba hivyo. Amen. Ndio mlete damu mako. Asubuhi ya leo tena na wasalimieni na kuwakaribisheni katika jina la thamani la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Tunashukuru Mungu kwa kutupatia nafasi asubuhi ya leo na kukubali kwamba ibada ifanyike kwa neema yake, sio kwa nguvu zetu. Akatala ashalala, si kwa nguvu zetu wala kwa uwezo wetu, ni kwa rehema za Mungu. Kaa vizuri. Tunaendelea na somo yetu ya asili ya mwanadamu na kujua mwanadamu ni nani, kama tunavyoendelea kuona kupitia nabii. Roho Mtakatifu ndani ya nabii anavyokwenda kutufundisha. Hii ni mafundisho magumu na makubwa ambayo hatupaswi kuyapuuzia, kwa sababu hapa ndo kuna uzima. Kwa sababu watu wengi wanaenda kanisani hawajielewi kama wao ni wakina nani, ni nini na wanaenda kufanya nini.
Kuna wengine wanaenda tu kuonyesha nguo, amevaa nguo mpya. Wengine wanaenda kwa sababu hana sehemu ya kwenda, wanaenda poteza muda tu aende kanisani ili asionekane kwamba aendaki kanisani. Sasa wapo wengi ambao wanaenda kanisani tu na malengo ambayo si ya kweli. Wengine wanaenda kutafuta wanawake, waume na kadhalika, wengine umaarufu. Lakini kwa wateule, wao wanaenda kwa sababu ya lengo moja, kwamba maisha yao yageuzwe, wapate uzima wa milele ambaye ni Roho Mtakatifu, ili siku moja waweze kuacha ulimwengu wa shida, wakaweze kuwa na Bwana hewani katika ile karamu ya mwana kondoo ambayo inaandaliwa kwa ajili ya miaka 3.5. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa kuendelea kuwa pamoja nasi na kuendelea kutusaidia kidogo anayotupa kupitia nabii, na yale ambayo anatuelewesha ni kidogo kidogo. Tukipata kidogo tunanena, na yale ambayo tuyapata tunasubiri hadi pale yeye atakaporuhusu. Kwa hiyo jana tulienda kuona kwamba mwanadamu yeye anapokuwa yuko hapa duniani, yeye anakuwa na aina 3 za miili. Kuna mwili wa kawaida, kuna mwili wa kiungu, pia kuna mwili wa utukufu ambao anakuaga nao kwa vipindi vitatu tofauti tofauti. Tunaendelea hapa, nabii anasema hivi. Ngoja tusome hapa. Tunasoma ujumbe wa tarehe 13 bila kukawia. Tarehe 13 mwezi wa kwanza 57. Zimeshaitwa. Tarehe 13 mwezi wa kwanza. Ujumbe unaitwa Que faut-il pour mener une vie chrétienne? Ujumbe ambao unasema kitu gani kifanyike ili mtu aishi maisha ya Ukristo. Ili mtu awe Mkristo anatakiwa awe na maisha gani? Ndio ujumbe ambao nabii alihubiri. Que faut-il pour mener une vie chrétienne? Kitu gani ambacho kinapaswa kifanyike ili mtu awe na maisha ya Ukristo? Kuna nini ambacho kinachohitajika? Aya 39 hadi 40. Nabii anasema hivi. Nabii anasema hivi 39 hadi 40. Remontons là avant le commencement du monde. Eh bien, le lys provient de la terre. Nabii anasema hebu turudilie kule mwanzoni, hebu turudilie kule kabla hata ya mwanzo kuwepo, kabla ya dunia kuwepo. Vema, maua nayo yaliweza kutoka kwenye udongo. Le lys, yani ni yungiyungi au maua, aina ya maua. Vous aussi, nabii anasema ulivyoona kwamba maua yalitoka kwenye ardhi, maua yalitoka kwenye ardhi, vivyo hivyo na mwanadamu, mwili huu wa mwanadamu nao ulitoka kwenye ardhi, kwenye udongo. Tunasikia? Le lys provient de la terre, vous aussi, kwamba maua yanatoka kwenye udongo au kwenye ardhi, vile vile na wewe mwanadamu ulitoka kwenye udongo. Si c'est vrai,
c'est que nous étions donc ici. Nos corps se trouvaient sur la terre avant qu'il y ait une quelconque vie ici. Nabii anasema hivi, kama maua yanakuaga yanatoka kwenye ardhi au kama maua yanatoka kwenye ardhi, hiyo basi, kama hiyo ndo kweli, ina maana na sisi wanadamu au hii miili yetu ilikuwa hapa kwenye udongo, ilikuwa hapa kwenye ardhi. Nasikia? Si c'est vrai, c'est que nous étions donc ici, nos corps se trouvaient sur la terre avant qu'il y ait une quelconque vie ici. Nous sommes constitués de 16 différents éléments de la terre. Kwamba kama maua yalitoka kwenye ardhi, pia na miili yetu nayo ilikuwa kwenye ardhi hapa kabla ya uhai wowote haujafikia hapa duniani. Kwa hiyo sisi wanadamu, hii miili yetu ambao ni mwili wa udongo, corps physique au corps humain, mwili wa binadamu uko na elementi 16 au madini 16, 16 elema ndo yanaotengeneza umwili wa udongo, na hizo elema 16 zote zinatoka wapi? Kwenye udongo. Nous sommes constitués de 16 éléments, de 16 différents éléments de la terre. Ce sont la potasse, le calcium, le pétrole, la lumière cosmique et autres. Et ils sont ensemblés par des atomes. Na hizo aina tofauti za madini ambazo ni 16 zinazotengeneza umwili. Kuna potashi, kuna calcium, kuna petroli, kuna nuru ulimwengu na kadhalika. Nazo hizo zimekusanywa kwa pamoja kupitia kwenye atomi, 16 éléments de la terre, kwamba ni elementi 16 au madini tofauti 16 ya udongo ambayo inatengeneza umwili. Na ndio maana mtu asijisumbue, asijisifu eti kwa sababu anatembea iko na gari nzuri, iko na nyumba nzuri. Unaona kasichana kanatembea akavae vizuri kwa heshima, kanatembea shaka Yezebeli. Anafikiri kwamba eti kwa sababu yeye iko mzuri, iko mrembo, eti kwamba anaona ni mtu wa ajabu sana. Hapana, ni udongo. Yaani unapoona mwanadamu anatembea mitaani kama hao wajinga na wapagani ambao wanajirusha kwenye mavideo ya kipumbavu, wanafikiri kwamba eti vile ndo mwisho wa dunia, eti kwamba vile ndo wana raha ya maisha. Kumbe ni ujinga, wanakwenda kuangamiza nafsi zao bila kujua. Tunasikia vizuri? Kumbe hii yote miili ambayo tulio nayo ni udongo, ni aina tofauti ya madini ya elementi 16 ambako kuna potashi, kuna kalsiamu, kuna petroli, kuna nuru ulimwengu, kuna cosmos na kadhalika, kuna atomi. Sasa unakuta natembea, utasikia nabii anavyosema eti muone yule mavumbi ya Kentucky, ona mavumbi ya Tanzania, mavumbi ya Nyarugusu, ona mavumbi ya Marekani, ona mavumbi ya Ulaya. Mavumbi, mwanadamu ni vumbi, kwa sababu mwili alio nao umetokana na udongo, na ndio maana anapokufa anarudia kule kwenye alitoka. Mwili huu ambao tunatembea nao, hata tuuvalishe koti ya namna gani, kwanza nabii anasema kwamba mwili tulio nao unazidiwa na senti 85 senti, haifikia hata $1, haifikia hata $1. Huu mwili ambao tulio nao, maana huu mwili ukiunguzwa pale unapata majivu yenyewe, ukienda kuhusisha haifiki hata $1. Branham anasema ni senti 85. Sasa ukiangalia mwili ambao ulikuwa na dunda hapa, unavaa suti wa dola 1000, 2000, ujinga. Eti tunakwenda kusumbuka kwa sababu ya mwili ambao utaosa baadaye, kuliko
kutunza nafsi zetu ambayo itaishi milele, ambayo siku moja itakutana na Mungu kwenye hukumu. Watu wanasahau hivi. Et ils sont ensemblés par des atomes, ces éléments de la terre. Alors, si c'est le cas, ce qui est scientifiquement établi, alors c'est qu'en réalité nous d'autres. Nos corps gisaient sur cette terre avant qu'il y ait un quelconque genre de vie sur la terre. La potasse, le calcium, le pétrole et la lumière cosmique se trouvaient ici à la création. Nabii anasema kwamba hizi aina 16 za madini ambazo zinatengeneza mwili wa mwanadamu, hiyo hapo ilizihirishwa au ilivumbuliwa kitaalamu na wanani? Na wanasayansi. Kisayansi, yaani mwanadamu mwili wake unakuwa na elementi 16 tofauti, ambazo ndo hizo ambazo amezitaja hapo nabii. Nabii anasema kwa hiyo miili yetu ilikuwa ikigaagaa hapa kwenye udongo kabla hapajakuwa na uzima wowote hapa duniani. Hii hapa potashi, calcium, petrole, la lumière cosmique, haya yote madini haya yalikuwepo hapa duniani kwenye wakati Mungu alipokuwa anaumba. Wakati Mungu alipoumba ile dunia, tayari miili yetu ilikuwa pale. Na hizi potashi na nini na kila kitu kilitoka kwenye jua. Sikia sasa nabii. Quand le volcan, d'après ce que nous disent les chronologistes, quand le volcan a fait éruption, cela a formé le matériau de la terre et autres. C'était juste du soufre ardent, comme c'était quelque chose qui appartenait à Satan, alors qu'il marchait dans le soufre ardent de la terre. Et puis quand Dieu a refroidi cela, il l'a placé là, suivant sa glorieuse pensée. Il avait dans sa pensée quelque chose qu'il allait faire. Il avait dans sa pensée quelque chose qu'il allait faire. Sasa nabii anasema hivi, kupitia kwenye zile volcano zile ambazo Mungu alikuwa anazipasua na kule ndo kwenye kulitokea jua. Sasa wakati alipasua ile volcano ile, nabii anasema hivi kwamba kukawa milipuko, na kwenye ile milipuko kukawa kunatokea nini? Vifaa au vyenzo, le materio. Kukawa kunatokea vyenzo vya udongo ama vya dunia hii ambayo imetengenezwa na kadhalika. Nabii anasema hivyo vipande ambavyo vilitoka kwenye volcano hivyo vilikuwa ni makaa ya moto. Makaa ya moto ambayo ilikuwa inawaka, na ndio maana wanasayansi leo walale waamke hawawezi kufika ambako jua linawaka, kwa sababu jua lenyewe ni moto, ni zaidi ya volcano. Jua ni moto zaidi ya volcan. Sasa wakati Mungu alipokuwa naumba hii dunia ambayo tuko hemo na udongo ambao tunakwenda kukanyaga, madini yake ambayo ilisababisha hii dunia iwepo ilitokana na volcano na volcan. Ilitokana na volcan. Sasa Mungu alipokuwa anaumba hii dunia, kukawa kunatoka vipande sasa vya makaa ya moto. Sasa nabii anasema hivi, ndivyo ilivyokuwa hata kwa shetani wakati alikuwa Lucifer, sehemu ambayo Lucifer alikuwa anatembea. Ukisoma Ezekieli na Isaya kule wanaongelea gisa alivyokuwa, yaani popote shetani alipokuwa anatembea, kabla hajawa shetani walipokuwa Lucifer, malaika wa nuru, yeye popote alipokuwa anatembea ni makaa ya moto ambayo yalikuwa yanaanguka popote kwenye anaenda. Ndivyo ilivyokuwa hii dunia, kama vile shetani alivyokuwa mbinguni, jinsi Mungu alivyompa ule uwezo. Tunasikia kaka, fuata huko. Nabii anasema baada ya hapo sasa, yale makaa ya moto ambayo yalikuwa yanatokana na volcano, nabii anasema kwamba ndipo Mungu akayapoza. Et puis quand Dieu a refroidi cela, il a placé là,
suivant sa glorieuse pensée. Il avait dans sa pensée quelque chose qu'il allait faire. Kwa hiyo Mungu alipopoza yale makaa na akayaweka pale, huku akiwa anatafakari jinsi ya kuweza kulifanya kupitia wazo lake la utukufu. Naye alikuwa na mawazo ndani yake ya kitu fulani ambacho angelikwenda kukifanya. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Hapo mwanzo palikuweko na neno, naye neno alikuwako pamoja na Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Eh bien, une parole est une pensée exprimée. Dieu avait dans sa pensée la chose à faire, et comme il avait exprimé, cela devait venir à l'existence. Nabii anasema kwamba vema, neno ni wazo lililotamkwa. Mungu alikuwa na wazo lake. Mungu alipokuwa na wazo lake la kufanya jambo fulani, na kwa sababu alikwenda kudhihirisha hiyo wazo, ndipo jambo lile likawa hai. Yaani Mungu alikuwa na mawazo kwamba mimi, katika mawazo yake alikuwa anafikiria, nitatengeneza hizi lava, nitatengeneza haya makaa haya, na kupitia haya makaa ndo kwenye nitatowea, ndo kwenye nitafanya ulimwengu, mtakuwa hiki na kile. Hiyo bado ilikuwa ni mawazo yake. Sasa wakati alipotamka neno, yale makaa ambayo yaliyatoa kwenye volcano ndo yakatengeneza sasa, yakawa dunia ambayo tuko hemo. Alitamka. Nabii anasema c'est devenu une réalité, car c'était la parole de Dieu exprimée. Ndipo maneno yale au ile wazo ambayo alikuwa nayo ikawa halisia, ikaonekana, kwa sababu ilikuwa neno la Mungu ambalo lilitamkwa. Vous pouvez me rendre témoignage ce matin, amis. Il n'y a pas dans tout l'enfer assez de puissance qui puisse donc tenir en échec le dessein de Dieu. Dieu l'accomplira de toute façon. Sasa nabii anasema hivi, naamini kwamba asubuhi ya leo nyie wote mtanishuhudia hiki ambacho takachokwenda ukisema, kwamba hakuna nguvu zozote za kuzimu ambazo zinaweza kuzuia mpango wa Mungu. Hakuna chochote ambacho Mungu amepanga kuhusu maisha yako atakwenda kukitimiza. Yeyote ambaye anaishi hapa duniani, kila mmoja Mungu ana kusudi yake ambaye atakayekwenda kutimiza kwa kila mmoja. Hakuna ukuzimu, shetani hata ngurume namna gani afanya anavyojua, hawezi akabomoa hata siku moja mpango wa Mungu. Nguvu za shetani haziwezi kamwe kuvunja mpango wa Mungu. Branham ndo anasema, il n'y a pas dans tout l'enfer assez de puissance qui puisse donc tenir en échec le dessein de Dieu. Dieu l'accomplira de toutes façons. Tunasikia huko eh? Ngoja twende hapa. Tunaenda nafsi zilizo kifungoni. Ngoja nisome hii. Watu wengi wanaona kwa sababu anatembea, kumbe ni nafsi ambayo iko muprizo. Huu ujumbe ni mzito huu. Sikiliza nabii anavyoita nafsi zilizo kifungoni. Sasa yaani leo tuko na watu ambao wako muprizo, wanatembea lakini wako mprizo. Yaani ni wafungwa, tuseme kama wafungwa huru hivi. Ni kama wafungwa huru lakini wanafungwa, wanatembea lakini wao ni wafungwa. Nafsi zilizo kifungoni
Sasa les âmes qui sont en prison maintenant, watu, kwa maneno mengine, watu ambao wako gerezani kwa sasa. Yaani humu duniani mko watu ambao wanatembea, lakini wao wako gerezani. Wako gerezani namna gani? Wameshikwa na kufungwa na shetani, wasijue mpango wa Mungu kwa ajili ya maisha yao. Yaani wanaishi tu kwa sababu anatembea, ana maisha mazuri, anakuwa binti kama nilivyosema, kabinti kwa sababu kamepewa sura nzuri, kumbe hiyo sura tu ni ya kumdanganya ili aende pabaya. Yeye hajielewi, anafikiri kwamba kuwa yeye kuwa mrembo ndo atamaliza ulimwengu wote. Ni uongo, ni mapepo ya kuzimu. Kumbe hajui ni nafsi ambayo imefungwa na shetani, imefungwa na minyororo ya shetani. Ilihubiriwa tarehe 10 mwezi wa 11 63 asubuhi. Nafsi zilizo kifungoni, watu ambao wanaishi duniani lakini wanafungwa. Merci Seigneur. Sikia nabii, aya 35. Sasa ili nafsi zilizo kifungoni sasa, nafsi zilizo kifungoni sasa. Branamu anairudilia tena, Branamu anairudilia mara mbili, eti nafsi, watu ambao wanafungwa muprizo, watu ambao wako gerezani na wanatembea. Watu ambao wamefungwa kwa sasa, kwa sababu nabii alituambia nafsi ndiyo mtu, hii ambayo inakaaga hapa ndo mtu na ndo yenye itahukumiwa. Mwili hauhukumiwi wala roho haihukumiwi, kwa sababu si roho ambayo inafanyaga dhambi wala si mwili ambayo inafanyaga dhambi, bali ni nafsi. Ndio maana Yesu alisema nafsi itendayo dhambi itahukumiwa, kwa sababu ili wewe binti ufikie kwenda kuanguka na mme wa watu, wende uvunje ndoa ya watu, wewe ukae unakuta wengi hawavai nguo tena kwenye mitandao, watoto wa kuzimu. Sasa kinachofanya wewe usivae nguo ni nafsi yako ambayo imetawaliwa na shetani. Shetani akitawala nafsi yako, ndio maana unakuta wewe hauvai nguo, haujisitiri, uko pale kwa ajili ya kuvunja ndoa za wengine, kwa sababu nafsi yako inagubikwa, inatawaliwa na shetani na muovu. Sasa nafsi ikishakutawala hapa, shetani akishakutawala hapa, na maanisha ndo anatawala roho yako na ndo anatawala mwili wako. Ndio maana tunaona matendo maovu unaenda kuyafanya. Mchungaji atakuwa yuko hapa, kumbe wadada wote kanisani anawamaliza, anakuwa ni mchawi na anahubiri hapa. Tuko na wengi sana ambao wanahubiri, wachungaji wengi wanahubiri, lakini wamekuwa watu wa giza. Utafikira anahubiri kwa nguvu, kumbe iko na giza. Ameachiwa sijui kama na babu yake alikuwa ni mchawi, anamwachia kamana, anamwachia kidogo pale, anampiga machale ili akisema kanisa yote muogope, anakuwa kama simba. Ni mapepo ya kuzimu. Furahia tu kufanya hivyo, lakini ujue siku moja utaenda kuzimu kama ukutubu. Kwa hiyo tunajua kwamba hata kama utahubiri na unajaza kanisa watu wengi, tunajua kwamba nafsi yako ni ya shetani, kwa sababu hapa ndani tunajua kwamba wewe uko na giza. Hata kama unahubiri neno la kweli, wewe uko na maisha ya giza. Hata huku nje unaweza ukaonyesha roho nzuri, uko na tabia njema, unasaidia watu, lakini hapa ndani kama ni shetani wa uchawi ndio anakutawala, utaenda kuzimu. Tunasikia vizuri? Tunasikia dogo? Merci Seigneur. Kwa hiyo ili mtu afikie kufanya tendo hapa kwenye mwili, ina maana kuna generator ambayo ilimuongoza huko, ambayo ni nafsi, ndio inaongoza roho, inaongoza pia na mwili. Ndio watu wanaona matendo. Je, kumbe yule ndugu anafanyaga vile, ona kale kadada kanafanya hivi, kanaolewa na mpagani, frena naye anaenda huwa mpagani, utaenda kuzimu. Ukatae usikatae, Branamu ashasema wote ambao walienda kuoa nje ya ujumbe wakati wa Musa
wakati wa Yesu, wakati wa Paulo, hadi kwa wakati wa leo, walienda kuzimu. Wote walipotea, hawana rehema. Wote, hakuna ambaye iko na rehema, walienda kuzimu, asema nabii. Sasa hili nafsi zilizo kifungoni, sasa nafsi zilizo kifungoni, Branham ndo anasema, haiko mimi. Nafsi ambazo ziko kifungoni zinafungwa. Sasa nafsi ya mtu si mwili wa mtu. Branham anaanza tofautisha. Siku ile tulisoma isikie sauti yake, écouter sa voix, alisema kwamba alikuwa anajiuliza, akasema kwamba nafsi ni nini kabisa? Mtu anapokufa ile nafsi inaendaga wapi? Branham akasema hapana, akufagi mtu, ni udongo ndo unakufaga. Huu mwili wa udongo ndo unaendaga zikwa, lakini mtu anaendelea kuishi, hajafa, anaishi. Sasa nabii hapa anaanza fafanua tena jumbe nyingine. Nafsi ya mtu si mwili wa mtu. Hii nafsi ambayo iko hapa sio ndo mwili. Nafsi na mwili ni mambo mawili tofauti, lakini nafsi iko ndani ya mwili. Tunasikia vizuri? Tunasikia? Pastor Fatako, na wewe grade, angalia huko. Nafsi ya mtu si mwili wa mtu, ni nafsi. Mnaona? Nayo nafsi ni kitu ambacho ni tabia ya roho. Alafu basi, wakati tabia ya mtu, wakati aliposema sisi tumekufa, maandiko yanatuambia dhahiri ya kwamba tumekufa na maisha yetu yamefichwa katika Mungu kwa Kristo, yakatiwa muhuri mle kwa Roho Mtakatifu. Naam, si kwamba mwili wako ulikufa, si roho yako iliyokufa, tabia ya roho yako ndiyo iliyokufa. Mnaona? Tabia ambayo ni nafsi. Branham anasema hivi, nafsi na mwili ni vitu viwili tofauti. Nafsi na mwili wa mtu ni vitu viwili ambavyo viko mbali, havijambatani, viko tofauti. Sasa nabii anasema kwamba nafsi inakuaga ni tabia ya roho. Ni kama vile tunapochukua mfano wa nini? Wa nguruwe. Nguruwe ni mnyama ambaye ana asili ya kwenda kwenye tope, ndo tabia yake. Tabia ya roho ya nguruwe ni kupenda matope. Yaani ndo gisi Mungu alivyomuumba vile, yeye na tope ni marafiki, kwa sababu ndo kuko asili yake. Tunasikia vizuri? Na mwanadamu naye ana asili yake. Sasa asili ya mwanadamu kama inatokana na dhambi, yaani atakuwa na tabia ya dhambi, ile nafsi yake itatawaliwa na dhambi, kwa sababu nafsi ndiyo tabia ya roho. Ndo nabii anavyosema, nayo nafsi ni kitu ambacho ni tabia ya roho. Alafu basi, wakati tabia ya mtu, wakati aliposema sisi tumekufa, maandiko yanatuambia zaidi ya kwamba tumekufa na maisha yetu yamefichwa katika Mungu kwa Kristo. Yaani tunapokufa katika Kristo, hiyo kiroho inamaanisha kwamba tabia yetu, maisha yetu machafu, tabia zetu mbaya ambazo zilikuwa zinatawaliwa na Shetani zimeondolewa kupitia damu ya Yesu Kristo, kupitia rehema za Mungu ambaye ni Yesu Kristo. Rehema, Mungu anakuokoa kwa rehema zake, anaondoa tabia ya dhambi. Tabia ya dhambi ni kule kuzaliwa kwa mara ya kwanza, unapozaliwa pale hospitalini, ndio tabia ya dhambi, kwa sababu maandiko inasema yeyote aliyezaliwa na mwanamke ni mwenye dhambi. Maandiko yanasema vile. Wakati tulipozaliwa hapa duniani, nilizaliwa katika uovu, nikanena uongo. Paulo ndo anavyosema vile.
Nabii anasema hivi, nabii hapa anasema natoa mfano hapa tu kama nilivyokuwa nasema. Kisoma hapa Mashahidi ama Les Trois Témoins ya tarehe 5 mwezi wa 4 53, ilihubiriwa jioni. Nabii anasema hivi, aya ya 103 hadi 106. Nabii anasema hivi, Mashahidi 103 hadi 106. Hebu mchukue nguruwe mzee na kumuosha. Nataka kuonyesha hii asili ambayo iko hapa, roho ambayo inakuaga inatawala nguruwe. Hebu mchukue nguruwe mzee na kumuosha na kumsugua na kuzipodoa kucha za vidole vyake vya miguu na kumpa rangi ya mdomo na kumvika nailoni zote utakazo. Mfungulie, ataenda moja kwa moja kwenye kugaagaa na kugaagaa. Kusugua hakufai kitu, angali ana asili ya nguruwe. Nabii anasema nguruwe hata uioshe namna gani, hata uipodoe namna gani. Na ndivyo tuko na Wakristo leo wengi ambao wanaenda makanisani, wanaenda misikitini kule, nje utakuta kabisa anajipamba, ni mzuri, anavaa suti ya mzuri, anatembea kwa madaa, kumbe ni nguruwe. Asili yake ni nguruwe, tabia yake ni ya mwenye dhambi, lakini nje huko anaonekana anapendeza. Nabii anasema angali ana asili ya nguruwe. Na kisha mchukue mwanakondoo na kumtia kwenye shimo la matope, atapiga kelele mpaka umtoe nje. Kwa nini? Yeye ni asili ya mwanakondoo. Sasa njia pekee ya kumzuia nguruwe asiingie kwenye matope ni kuibadilisha asili yake. Hiyo ni kweli, nasikia huko. Cha kufanya ili nguruwe asiwe anaenda kwenye tope ni kubadilisha tabia ya roho yake. Ile tabia ya roho yake ya kupenda tope ibadilishwe, ndipo utaona kwamba unamsafisha, hataenda tena kwenye matope kugaagaa. Na ndivyo ilivyo kwa Mkristo. Mkristo kama hajabadilishwa ndani, yeye ni sawasawa na nguruwe. Yeye akingali ni mwenye dhambi, hata kama anaenda kanisani. Branham anasema hiyo ndiyo njia pekee ya kumfanya Mkristo asili yake ibadilishwe kutoka mwenye dhambi kuwa mtakatifu. Unaona? Na kuna dawa moja tu, hiyo ni Roho Mtakatifu. Ndipo wewe ni shahidi. Amina. Branham ndio njia pekee tu ya mtu kuwa Mkristo, ili atokane na asili ya nguruwe ya dhambi. Ni yeye tabia yake ibadilishwe, na inabadilishwa na dawa moja ambayo ni Roho Mtakatifu, neno la wakati. Maandiko yanatuambia dhahiri ya kwamba tumekufa na maisha yetu yamefichwa katika Mungu kwa Kristo, yakatiwa muhuri mle kwa Roho Mtakatifu. Branham tena narudilia, naam, si kwamba mwili wako ulikufa, si roho yako iliyokufa. Tabia ya roho yako ndiyo iliyokufa. Mnaona? Tabia ambayo ni nafsi. Sasa Mungu anapokuja hapa, anapokuona kwamba wewe ni mteule, yeye anachokifanya
anatoa tabia ambayo inatawaliwa na dhambi. Ile nafsi yako ambayo inatawaliwa na dhambi, ile hamu ambayo uko nayo ya kupenda kufanya maovu, ya kuishi maisha ya ukahaba, maisha ya zinzi ya pombe, maisha mengi ambayo hayastahili kwenye neno. Sasa Mungu akiona kwamba wewe ni mteule, anakujaga kuondoa ile tabia, anaondoa tabia. Ndio nabii anavyosema, tabia ya roho yako ndiyo iliyokufa. Mnaona, tabia ambayo ni nafsi. Kwa hiyo nafsi ambayo iko ndani yako wewe ndiyo tabia yako. Tabia ya nafsi yako ni Mungu, kama umezaliwa mara ya pili. Ndio nabii anavyosema. Kwa hiyo unapozaliwa mara ya pili, kuzaliwa mara ya pili, ndio maana nabii akaongezea pale kwenye ukatili wa dhambi, ile jumbe yangu ambayo naipendaga, akasema kwamba mtu anapozaliwa mara ya pili, sio kwamba Mungu anaondoa ile roho ambayo inakutaniwa na wewe, ile ambayo unakuaga inatamani kufanya dhambi, ile haitokagi, inakuaga iko ndani ndipo unapozaliwa. Sasa Mungu anachokifanya ndani yako, yeye anabadilisha, anatoa ile hamu ya kufanya dhambi, anaondoa tabia mbaya ya dhambi ile ya kuzaliwa. Na ndio maana aliambia Nikodemu, usipozaliwa mara ya pili hautaona ufalme wa mbinguni. Ina maana hautaelewa. Nikodemu akasema, inawezekanaje mimi nishakuwa mzee tena nirudie katika tumbo la mama? Akasema, ona wewe mwalimu mkubwa wa miaka yote hiyo unashindwa kuelewa. Ushaona mtu mzima tena narudia mtumbo wa mama yake? Hakuelewa, alifikiri yeye kuzaliwa ya kawaida. Nasema kuzaliwa kwa roho, uzaliwe kwa Roho Mtakatifu. Ina maana kwa kuzaliwa kwa roho ndo kunaondoa tabia ya kuzaliwa kwa mara ya kwanza ya baba na mama, ndo inaondoa tabia. Na ndio maana wote ambao wana Roho Mtakatifu ni watu ambao wanageuzwa, wanaondolewa tabia ile ya asili ya kuzaliwa ya baba na mama. Tabia ya nafsi yako ni Mungu kama umezaliwa mara ya pili. Kama hujazaliwa ni ya ulimwengu. Kwa hiyo nafsi hapa, hii tabia ya nafsi inapokuwa hapa, kama haijabadilishwa na neno, kama Mungu haijabadilisha, tayari nafsi itahukumiwa. Na ndio maana wengi wataenda kuzimu na wanaendelea kwenda kuzimu. Kwa sababu gani? Nafsi zao hazikubadilishwa, tabia ya dhambi haikubadilishwa ili wapewe tabia ya Mungu kwa kuzaliwa mara ya pili. Unasikia? Sawa? Nabii anasema kama hujazaliwa ni ya ulimwengu. Kila kitu kinachoanza kina budi kukoma. Kwa hiyo basi, njia pekee wewe unayoweza kuwa na uzima wa milele ni kuwa na uzima ambao hujapata kuanza. Basi uhai wako ulianza ulipozaliwa, wakati Mungu alipopulizia pumzi ya uhai katika pua zako, nawe ukawa nafsi iliyo hai, ndipo ukaanza. Basi lakini wakati ulipo tabia ile iliyokuwa ndani yako, kwa tabia ulikuwa wa ulimwengu, umetengwa na Mungu. Kwa kweli ulikuwa ni mnyama. Nasikia huko? Yeyote ambaye bado hajawa na Roho Mtakatifu, yeye ana tabia ya nyama. Ndugu dada yeyote, mwanaume mwanamke yeyote, haijalishi yeye ni nani, awe rais awe nani anavyojua, kama hana Roho Mtakatifu, kama hajampokea Yesu Kristo ambaye ndio ujumbe wa wakati ambao nahubiri hapa, kama hii Roho Mtakatifu ambayo ni ujumbe wa leo ambao mimi nahubiri hapa, kama hili neno alijaingia ndani yako, wewe uko sawasawa na mnyama. Yaani napokuona uko sawasawa na mbuzi na imbwa, muko kitu kimoja. Tabia ile iliyokuwa ndani yako, kwa tabia ulikuwa wa ulimwengu, umetengwa na Mungu. Kwa kweli ulikuwa ni mnyama. Hapa anaongelea yule ambaye hajabadilika, yule ambaye hajazaliwa mara ya pili. Sikia, kwa kweli ulikuwa ni mnyama. Hiyo ni kweli kabisa.
Kila mtu anajua ya kwamba sisi ni jamii ya wanyama wanaonyonyesha watoto. Nous sommes des mammifères, mamalia, mammifères. Nous sommes des mammifères, jamii ya wanyama. Na sisi watu, sisi wanadamu ni jamii ya wanyama, kama ile ya wasokwe mtu, kama ile ya nguruwe, kama ile ya maimbwa. Kwa sababu kuko wanyama ambao na wenyewe wananyonyesha, na sisi tunanyonyesha wanadamu. Sisi tuko jamii ya wanyama, na ndio maana nilisema jana kwamba nyoka naye ambaye inasema kwamba alikuwa mnyama, alikuwa ni mtu. Tunasikia vizuri? Nyoka alikuwa mtu. Ngoja nisome tena. Hukumu kwa wakilishi, aya ya 100. Nitasoma aya ya 100 tu, ni aya moja tu, aya ya 100. Ilihubiriwa tarehe 13 mwezi wa 11 60. Niko naenda naunganisha hapo ili tuelewe vizuri. Tunasikia vizuri? Kwa sababu Biblia inasema kwamba Mwanzo sura ya 3, nyoka alikuwa ni mnyama mwerevu. Ngoja tuisome hapa. Mimi napenda hiki kitabu sana. Uzao wa nyoka. Hapa Biblia inasema hivi, Mwanzo sura ya 3. Basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke. Nyoka akasema. Je, nyama anasemaka? Dogo, kule mnaendaga kuona wale wanyama kule, mshawahi kusema na wale wanyama? Nyama inakuwaga inaandika. Lakini huyu alisema, basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani? Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustanini twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiyale wala msiyaguse, msije mkafa. Sikia aya ya 4 inasema hivi, nyoka akamwambia mwanamke. Nyoka akamwambia mwanamke, ina maana alikuwa ni mtu, kwa sababu mtu na mtu ndo wanakuaga wanaongea na wanaelewana. Hakuna mtu ambaye ashawahi kuongea na mnyama, hakuna. Balaamu, kama punde ilisema, ilikuwa kwa sababu ya laana. Alipuuzia neno la Mungu Balaamu, ndipo Mungu akapitia nini? Punda ikasema. Lakini kwa kawaida nyama haisemagi. Lakini sasa huyu, maandiko yanasema kwamba nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote ambao walikuwa bustanini, ambao Mungu aliwaumba. Je, mnyama ana akili? Mnyama ana akili, anawaza, anakuaga na intelligence. Mnyama je, iko na akili, anawaza? Branamu jana alituambia kwamba je, mnyama anaweza akatengeneza gari, anaweza endesha gari? Hapana. Lakini huyu alikuwa anasema na Hawa. Kwa hiyo nyoka hakukuwa mnyama kama mnavyomjua, eti nyoka alikaa mnyama hivi na vile. Alikuwa ni mtu. Na mshamba la Edeni mulikuwa watu wawili, ndio nilisema jana tena, na ndio Branham anavyosema, mulikuwa watu wawili, Adamu na Hawa. Nyoka hakuwepo. Huyo nyoka anayesemwa ni huyu Adamu, ni mtu, ndio mwenye alikuwa na akili. Sasa shetani alitumikisha akili ya huyu mwanadamu huyu, ndo akaanguka. Sikia, nabii anasema hivi, nyoka alikuwa ni mtu. Branamu, aya ya 100 hapa 99 inasema hivi, sayansi inajaribu kutafuta sasa mifupa ya kiumbe fulani kati ya tumbili na mwanadamu na kuiweka kwa watu weusi na kadhalika namna hii. Wao ni wajinga kama wawezavyo kuja.
wanasayansi wanatafuta kati ya sokwe mtu na mwanadamu pale katikati, kiumbe ambacho kilikuwa kinapotea pale. Wanasema eti sokwe mtu ni watu weusi, ni wajinga. Mzungu yeyote, mwanasayansi yeyote anayesema kwamba mtu mweusi ni sokwe mtu ni mjinga, asema nabii. Nyoka alikuwa ni mtu. Damu ya mnyama haitachanganyikana na damu ya mwanadamu. Kwa hiyo huyu ambaye anasemwa hapa kwenye Mwanzo sura ya 3, huyu nyoka alikuwa ni mtu. Kwa sababu gani? Kama mtamchukulia unyoka alikuwa ni mnyama kama mnavyomuona leo, anaenda anatembea tembea hivi, anajiburuza buruza. Kama mnachukulia vile, na jana kwambieni kwamba damu ya mnyama haiwezi ikazaa na mwanadamu. Na wakati alipomdanganya mwanamke, wakazaa mtoto, ambaye walizaa mtoto aliyeitwa nani? Kaini. Kaini alizaliwa kupitia uzao wa nyoka, ambapo nyoka alidanganya nani? Hawa. Na mwenye alianguka na Hawa ni Adamu tu, kwa sababu baada ya kuanguka, maandiko ndivyo yanavyosema, baada ya Adamu kuanguka na Hawa walienda kujificha, wakaenda kujificha. Sasa nabii jana alituambia kwamba palikuwepo na zao mbili ambazo zilileta watoto watatu. Ya kwanza ilikuwa ya Adamu na Hawa, ambapo walileta Kaini na Abeli, na baadaye kwa tendo ya pili Adamu na Hawa wakaleta mtoto ambaye aliitwa Seti. Kwa hiyo nyoka ni Adamu. Nyoka ni huyu hapa mwanadamu ambaye alianguka mshamba la Edeni na Hawa kwa kupokea mawazo ya Shetani. Kwa sababu mambo yako mengi, utaweza changanyikiwa vyenye nabii anavyosema. Mara anasema Eva alianguka na Shetani, mara anasema Eva alianguka na nyoka, mara anasema Eva alianguka na Adamu, utachanganyikiwa. Mara anasema kwamba sisi tumezaliwa katika muungano wa Eva na Shetani, utachagua ya wapi? Nyoka alikuwa ni mtu. Damu ya mnyama haitachanganyikana na damu ya mwanadamu. Na ndio maana leo wanasayansi wanajaribu kuweka mwanadamu na mnyama eti wazae pamoja. Ni ujinga. Haitachangamana kwa sababu damu ya mnyama haina uhai. Haiwezi ikaleta uhai wa kuzaa wanadamu. Wanafikiria kwamba eti ule nyoka ambaye alianguka mshamba la Edeni, eti wao wanachukulia kwamba ni wazo la mnyama huu wa kawaida kama imbwa. Na ndio maana wanachukua imbwa na mwanadamu. Ujinga. Yule wa mshamba la Eden hakukuwa mnyama wa kawaida saa imbwa, alikuwa ni mtu. Alikuwa ni mtu. Hakukuwa mnyama kama imbwa, kama farasi, hapana. Alikuwa ni mtu, na ndio maana alileta uhai. Nyoka alikuwa ni mtu. Damu ya mnyama haitachanganyikana na damu ya mwanadamu, la bwana. Lakini spishi hii ilikuwa karibu sana hapo katikati, mpaka akachanganyikana, na Shetani alijua hilo, jamaa mkubwa mno. Si ni ajabu kwamba walipata majito makubwa nchini baada ya hili? Sikia, laiti Josephus yule mwandishi angefikiria hilo, au majito walitoka wapi? Uzao wa nyoka. Na Yohana naye wakati alipokuwa kwenye Yordani akaangalia watu akasema, enyi uzao wa nyoka. Uzao wa nyoka namna gani? Eske wale walikuwa wanyoka? Si walikuwa watu, walizaliwa na baba yao nyoka, ambaye ni mtu mwanadamu. Ndiye aliyekuwa nani? Adamu. Hao wawili ndio walianguka mshamba la Edeni. Hatuko twende, tunasikia dogo. Tabia ile iliyokuwa ndani yako, kwa tabia ulikuwa wa ulimwengu. Ngoja niangalie, tusichukue muda leo, kunabakia dakika kama 15 tumalize. Sichukue muda. Hiyo ni kweli kabisa. Kila mtu anajua ya kwamba sisi ni jamii ya wanyama wanaonyonyesha watoto. Ni wangapi wanaojua jambo hilo? Sisi
Sisi ni wanyama wanaowanyonyesha watoto. Branham, sisi ni wanyama, ni jamaa ya wanyama. Lakini kinachotofautisha sisi na wanyama hao wa kawaida, sisi tuko na akili, sisi tuko na nafsi, lakini kimaumbile tuna maumbile mamoja na wanyama. Unasikia dogo? Huu mwili ambao uko nao pale na waimbo uko sawa. Tunasikia vizuri? Ngoja nitoe hiki kialovanto hiki. Leta feni nipate kaewa. Merci Seigneur. Jésus. Ujumbe ni mtamu leo, nausikia kabisa. Ni wangapi wanaojua jambo hilo? Sisi ni wanyama wanaowanyonyesha watoto. Pita kule. Sisi ni jamii ya wanyama wenye damu moto. Hivyo ndivyo tulivyo kwa maumbile yetu ya duniani. Nasikia nabii anavyosema, kwa maumbile ya duniani hapa, setadiri maumbile ya mwili ya udongo. Sisi na wanyama tuko sawasawa, maumbile yetu na ya mbuzi, ya kondoo, wanyama wote, kama itakuwa ni dubu, kama ni tembo, vyote, simba, nyama, kila aina ya mnyama, wanyama wote ambao Bwana Mungu aliwatengeneza. Na sisi ndo kwenye tulitokea. Hii miili ambayo tuko nayo iko sawasawa, na ndio maana hivi unaweza kuta kuna watu wanafanana sawa mnyama fulani. Kuna ambao wale wana manyoya ya mingi kwenye miili yao, na kuko nyama ambazo ziko na manyoya ya mingi. Ni kweli? BFF. Unakuta mtu iko na BFF, iko na mapwale ya mingi. Saa nyama ni jamii ya wanyama. Sawa? Lakini sisi na wanyama utofauti ni mmoja. Sisi tuko na akili. Na ndio maana nyoka naye alikuwa na akili, ambaye ni mwanadamu. Kwa hiyo mshamba la Edeni mulikuwa wanadamu hao wawili. Kulikuwa Adamu na Hawa. Huyo Adamu mwili wake ndio nyoka. Ndio nyoka, na nyoka ndio mnyama. Na sisi wenyewe. Kwa sababu alisema alikuwa ni mwerevu kuliko wanyama wote. Sitadiri unyoka, ukifuata hiyo sura hapo hivyo, ina maana alikuwa ni mnyama. Na mnyama ukienda kiroho, tukiingia kindani kama na vyana yosema, mnyama ni mwanadamu, ni mwili ambao tuko nao. Ndio yanasema hapa. Hiyo ni kweli kila mtu anajua kwamba sisi ni jamii ya wanyama wanaonyonyesha watoto. Ni wangapi wanaojua jambo hilo? Sisi ni wanyama wanaonyonyesha watoto. Nous sommes des mammifères mkifaransa. Sisi ni jamii ya wanyama wenye damu moto. Nous avons le sang chaud. Le sang chaud mkifaransa. Nous avons un sang chaud. Sisi tuko na damu ya moto, lakini mnyama anakuwaka na damu ya baridi. Na ndio maana damu ya mnyama haiwezi ikawekwa kwa mwanadamu. Hauwezi ukachukua damu ya mbuzi eti uende uweke hospitali kule, mtu anakosa damu, uweke damu ya mbuzi, utakufa. Haviambatani, kwa sababu mbuzi au nyama ya kawaida ina damu ya baridi, lakini sisi tuna damu ya moto. Na ndio maana uhai wa mwanadamu hauwezi ukachanganyikana na uhai wa mnyama. Merci Seigneur. Wanatai wanaelewa. Tuko universite. Sisi ni wanyama wanaowanyonyesha watoto. Sisi ni jamii ya wanyama wenye damu moto. Hivyo ndivyo tulivyo kwa maumbile yetu ya duniani. Ndivyo tulivyo kama mnavyoniona hapo. Huu mwili ambao mnaouona
ni mwili wa nyama, ni mwili wa imbwa, ni mwili wa mbuzi, ni mwili wa kondolo, ni mwili wa simba, ni mwili wa chui, ni mwili wa dubu, ni mwili wa chita, ni mwili vyovyote vile, kama ni pundamilia, vyote, twiga. Sikuku wenye wanaitaga huyu binti ni twiga, ni mnyama. Merci Seigneur. Anasema huyu binti kabisa ni twiga. Wanasahau kwamba wanasema kwamba yeye ni nyama. Ana mwili kama wa twiga. Ni nyama. Maumbile ya kawaida hiyo. Merci Seigneur. Ule ni mwembamba saa pongo kabisa. Yaani ana mwili kama wa pongo. Yule ni mnene kama nani? Kama tembo. Yaani ana mwili kama wa tembo, kwa sababu sisi ni jamii ya wanyama wanaonyonyesha watoto. Merci Seigneur. Neno la nabii ni ya kweli. Ujumbe ni kweli. Sisi ni jamii ya wanyama wenye damu moto. Hivyo ndivyo tulivyo kwa maumbile yetu ya duniani. Lakini mnaona kile kilichotufanya tofauti na wanyama wengine wanaowanyonyesha watoto, hata nao hawa wanyama nao wanakuaga wananyonyesha watoto. Dubu ananyonyesha, mbuzi ananyonyesha, kondoo, ng'ombe, ngoja niweke hapa, na ng'ombe nayo inakuaga inanyonyesha watoto. Lakini kuna jambo fulani ambalo linakuwa tofauti kati ya wanyama wanaowanyonyesha watoto wao na wanadamu ambao na wenyewe wananyonyesha watoto wao. Mwanadamu yuko hapa. Merci Seigneur. Mwanadamu naye ni mnyama kama kondoo. Sikii. Lakini mnaona kile kilichotufanya tofauti na wanyama wengine wanaowanyonyesha watoto, kwamba Mungu aliweka nafsi ndani yetu. Mnaona? Naam. Wanyama wengine wanyonyeshao haiwabidi kuvaa nguo. Ushaona mbuzi inavaa nguo? Simba, ushaona lion inavaa nguo? Pastor, ushaona lion inavaa nguo? Tembo, elephant, ushaona inavaa nguo? Lakini wewe unavaa nguo? Ndio tofauti kati yetu na wanyama. Wanyama wavaagi nguo. Kama leo hao ambao wako deforme wanajaribu kuvalisha kambuzi kaimbwa, anavalisha kanguo. Ona ule shetani uko deforme. Na anasema wanyama wengine wanyonyeshao haiwabidi kuvaa nguo. Hakuna mnyama mwingine inayembidi kuvaa nguo kufunika aibu yake isipokuwa sisi. Na ndio maana navaa nguo hapo. Ninajisitiri kwa kuficha aibu ya mwili wangu. Lakini mbuzi hajui hivyo kama yeye ana nguo ama hana nguo. Lakini sisi kwa sababu tuna akili, Mungu aliweka akili, alitofautisha sisi na wanyama. Kwanza hata nakumbuka nyimbo ya zamani tukingali watoto. Mungu kaumba akamfana wake akalekakakakake. Kuna wimbo mmoja ambao ni wa zamani sana. Katutofautisha na wanyama wasio na akili, katutenganisha mema na mabaya. Wimbo kama huu zamani tukingali watoto wadogo kula waliimba zamani. Kwa hiyo Mungu alitutenganisha na wanyama. Mungu alitenganisha wanadamu na wanyama kwa kitu kimoja tu, ni nafsi, akili. Sisi tunakuwa na akili ya kujua mema na mabaya. Kwa hiyo mnyama hajui mema na mabaya, ndio maana havaagi nguo, hajui kama yeye iko na nguo ama hana nguo. Na ndio maana unapoona mtu mzima, mwanadamu ambaye anavua nguo, ni kichaa, ni mnyama. Kwa sababu zamani unapoona kichaa ni yule ambaye anakuaga anavua nguo, ndio ambao tunawaona mitaani. Wote ni vichaa. Binti ambaye anavua nguo mitandaoni ni kichaa. Mshilolia. Yaani yeye ni zaidi hata ya imbwa, anazidiwa na imbwa.
kwa sababu kama imbwa angelikuwa na akili angejisitiri. Hakuna mnyama mwingine inayembidi kuvaa nguo kufunika aibu yake isipokuwa sisi. Sisi ndiyo tu tunaofanya jambo hilo, kwa maana tuna nafsi. Lakini angalia, Mungu hapo mwanzo alijua jinsi ambavyo mwanadamu angekuwa, naye akaumba nchi, kisha akaleta kila namna ya wanyama. Yaani Mungu ndo akaleta variete ya wanyama, akaleta kila aina ya wanyama, akaleta dubu, akaleta simba, akaleta pundamilia, akaleta twiga, akaleta tembo, akaleta sijui chui, akaleta ikireye, akaleta pongo, akaleta tausi, akaleta mingi sana, nyama zingine ambazo hatuzijui, akaleta hipopotame, akaleta mboko ya mingi. Sikia, naye akaumba nchi, kisha akaleta kila namna ya wanyama, tangu walio wa hali ya chini sana, hata walio wa hali ya juu sana. Mnyama wa hali ya juu kuliko wote akatokea, alikuwa ni mwanadamu. Nasikia huko eh? Next sasa Punja Branham. Branham anasema kwamba wakati Mungu alipoumba wanyama, akaumba wanyama tofauti tofauti, akaumba zebra, akaumba lion, akaumba cheetah, akaumba jaguare, akaumba sijui tembo, ng'ombe, hipopotame, ulungo, hao wote, sungura. Mungu akawaumba kwa kuwatofautisha. Sungura atakuwa na aina yake hivi, wewe angalia. Tembo naye atakuwa hivi, imbwa naye itakuwa hivi, mbuzi itakuwa hivi, mbuzi pori itakuwa hivi, mbwa pori itakuwa, nguruwe itakuwa hivi. Vyote Mungu akawatenganisha. Sasa nabii anasema hivi, Mungu alianza kuumba wanyama kwa hali ya chini hadi akaumba mnyama wa hali ya juu ambaye ni mwanadamu. Kwa hiyo alipoanza chura, kwa sababu chura ndo ya mwisho next senye, chura ndo kiumbe cha mwisho, ndo mnyama wa mwisho, yaani ndo ya kwanza kuwa kidogo, chura. Kisha baadaye ikapanda. Baada ya kupanda hapa, baada ya chura tukaanza kuona kuko wakina dubu wanakuja, wakina simba, tembo wanakuja hapa, matwiga wanakuja na kadhalika hapa wanakuja. Kufika kusome, Mungu akatengeneza mnyama mwingine ambaye iko juu ya hawa wote, ambaye iko juu ya wasimba na wote, akawa nani? Mwanadamu. Mwanadamu ni mnyama ambaye iko juu kwa wanyama wote, kwa sababu yeye Mungu alimpa nafsi, alimpa akili ya kutenganisha mema na mabaya, ambayo ndiyo nafsi. Hii akili ndiyo nafsi, na nafsi ndiyo tabia ya roho. Tunasikia? Nabii anasema hivi, lakini angalia Mungu hapo mwanzo alijua jinsi ambavyo mwanadamu angekuwa, naye akaumba nchi, kisha akaleta kila namna ya wanyama, tangu walio wa hali ya chini sana hata walio wa hali ya juu sana. Mnyama wa hali ya juu kuliko wote akatokea, alikuwa ni mwanadamu. Alafu basi, kwanza mwanadamu aliumbwa, alikuwa mtu wa roho katika mfano wa Mungu. Branham tena narudilia, Mwanzo 1:26. Mwanadamu alipoumbwa, huyu mwanadamu aliyeumbwa hapa na hapa ni watu wawili tofauti, kwa sababu hapa tuna mwanadamu
ambaye ni mfano wa mnyama ambaye ni wa Mwanzo 2:7. Na ndio maana huyu mwanadamu wa Mwanzo 2:7 na mwanadamu wa 1:26 wako tofauti, ni watu wawili tofauti. Huyu wa Mwanzo 1:26 ni roho ya Mungu. Unasikia vizuri? Ni Roho Mtakatifu, kwa maneno mengine Logos. Na tumfanye mtu kwa mfano wetu, mfano wa Mungu huyu. Na huyu ndo alikuwa anatawala bustani ya Edeni. Huyu alitokana na mavumbi. Siki, mwanadamu aliumbwa, alikuwa mtu wa roho katika mfano wa Mungu, ambapo Mungu ni roho. Yohana Mtakatifu sura ya 4. Naam, yeye ni roho, nao wamwabuduo yeye wanamwabudu katika roho na katika kweli, na neno lako ndiyo kweli. Sasa tunamwabudu yeye katika roho na kweli. Yeye ni roho aliye hai. Sawa? Biblia anasema hivi, basi hapakuwepo na mtu wa kuilima nchi, au kwa lugha zingine ardhi. Basi Mungu akamfanya mtu kutoka katika mavumbi ya nchi. Huyu hapa. Ukisoma sura ya pili ya Mwanzo, sura ya 7, aya ya 7, Mwanzo 2 sura ya, huyu ndo alikuwa na maumbile ya mnyama. Lakini huyu wa Mwanzo 1:26 alikuwa na umbo la Mungu. Alikuwa Roho Mtakatifu. Nafsi yake ilikuwa ni Roho Mtakatifu, la troisième personne de la divinité. Huyu hapa ndo nafsi, na ndo maana alipoingia hapa akavaa huu mwili wa mnyama, huu mwili au mtu wa Mwanzo 2:7 akawa nafsi iliyo hai. Sikia, tunakwenda kumalizia hapa. Mtu kutoka katika mavumbi. Basi Mungu akamfanya mtu kutoka katika mavumbi ya nchi, ndipo akatoa ubavuni mwake kitu kilichotokana na kingine. Ubavu hapa ndo kwenye Mungu alitoa Hawa hapa, chini ya roho, chini ya Mungu, kwa sababu moyo unakaaga hapa. Ubavu. Na kutokana na huo akamtenganisha mtu huyu aliyekuwa na asili mbili. Kama tulivyoona jana, alikuwa na asili mbili, yani alikuwa na roho mbili. Alikuwa na roho wa kike na roho wa kiume. Sawa dogo? Ngoja niwaweke hapa watu wawili hapa. Basi senye watu wawili. Sawa? Adamu huyu hapa ni wa Mwanzo 1:26. Genesi. Hapa Adamu mwingine ni Genesi 2:7. Sasa huyu hapa alikuwa, niweke burobu wili hapa, alikuwa na roho mbili. Sijui kama niweke hivi tu kwa mfano. Alikuwa na roho ya kike na ya kiume. Huyu ambaye aliumbwa hapa kwa mfano wa Mungu ndo Roho Mtakatifu, na ndiyo nafsi. Ndipo akatoa ubavuni mwake kitu kilichotokana na kingine. Ubavu. Dakika 3. Na kutokana na huo akamtenganisha mtu huyu aliyekuwa na asili mbili, ambazo zilikuwa ni ya kike na ya kiume. Yaani roho mbili tofauti. Alikuwa na roho ya kike na ya kiume. Basi yeye akatoa ile ya kike, maana ilikuwa ni upendo. Ndipo akaiweka katika mtu aliyeitwa Hawa, ambaye Adamu alimuita Hawa, ambaye alikuwa mkewe. Hapo ndipo upendo wake wa kawaida, upendo wa kibinadamu ulishikilia mkewe. Hivyo ndivyo mtu anavyopaswa, sikia, hivyo ndivyo mtu anapaswa kuwa leo. Naye ni mwanamke amrudie mumewe, mwanamume ya kiume, mwanamke ya kike. Na Biblia anasema ndivyo inavyotakiwa leo. Mwanamke apewe, mwanamke yeye, kama ulizaliwa huko mwanamke,
Mungu alikupa roho ya kike, usiwe na roho ya kiume. Mwanamke hakuagi na roho ya kiume, ana roho ya kike. Tusichanganye kile ambacho Mungu alikiumba. Na mwanaume naye ana roho ya kiume, hakuagi na roho ya kike, asema nabii. Hivyo ndivyo mtu anavyopaswa, hivyo ndivyo mtu anapaswa kuwa leo. Naye mwanamke amrudie mumewe. Mwenye ameolewa akae na mume wake. Unatafuta wanaume wengine wa nini? Kaa na mume wako, ndo mwenye ulimpenda. Mwanamke amrudie mumewe, mwanamume ya kiume, mwanamke ya kike. Wewe mwanamke, kaa sehemu yako pamoja na mume wako, na wewe mwanaume kaa sehemu yako pamoja na mke wako, ukiwa na roho ya kiume. Alafu basi, mnaona, baada ya kumfanya mtu katika mfano wake mwenyewe, akawaumba mwanamume na mwanamke. Hapakuweko na mtu wa kuilima nchi, ndipo yeye akamweka katika mavumbi ya nchi, na kwa hiyo akawa yeye alikuwa ndiye mtu yule. Mtu huyu wa kibinadamu alikuwa jamii ya wanyama wanyonyeshao watoto. Mnaona, alikuwa mnyama, lakini yeye akaiweka roho hii ya Mungu uhai ndani yake, ndipo akamfanya katika msingi kwamba yeye angeweza kujichagulia. Alafu wakati huyu mtu sasa, nabii anasema hivi, wakati huyu mtu alipokuwa hapa ana roho mbili, nabii anasema kwamba akamchukua huyu mtu hizi roho mbili, kwa sababu huyu mtu ni roho, akamchukua akamwenkane ndani ya huyu mtu wa udongo, huyu mtu wa mnyama. Hii nyama ambayo ilikuwa hapa, ambayo ilitokana na nini? Na udongo. Huyu ambaye ilitokana na udongo hapa, hii roho ikaingia hapa, na hapa iliingia ikiwa na roho hizi mbili. Nabii anasema ndipo yeye akamweka katika mavumbi ya nchi, yule mtu huyu, kwa sababu hapakuwepo na mtu wa kuilima ardhi. Adamu alipokuwa hapa, kabla ya chukua mwili wa udongo, alikuwa hapa anatawala tu, hapakuwepo mtu wa kuilima ardhi. Sasa Mungu alikuwa anaweka Adamu pale ili afanye kazi, ndipo yeye akamweka katika mavumbi ya nchi, na kwa hiyo akawa yeye alikuwa ndiye mtu yule. Mtu huyu wa kibinadamu mtu huyu wa kibinadamu alikuwa jamii ya wanyama. Branham ndo anasema mtu huyu wa kibinadamu alikuwa jamii ya wanyama wanyonyeshao watoto. Mnaona, alikuwa mnyama, lakini yeye akaiweka roho hii ya Mungu. Mungu ndo akaweka hii roho. Sasa hii roho yake ya Mwanzo 1:26 akaiweka hapa. Yeye akaiweka roho hii ya Mungu uhai ndani yake, ndipo akamfanya katika msingi kwamba yeye angeweza kujichagulia. Alafu wakati huyu mtu sasa, nabii anasema hivi, ndio nitaenda malizia hapa. Sasa tunafikiri sisi ni kitu cha maana. Sasa nabii anasema eti sisi ambao tuko na mwili wa udongo tunajifikiria kama vile tuko watu wa maana sana. Ona huyu. Sasa tunafikiri sisi ni kitu cha maana. Kumbukeni tu, sisi ni kitu gani? Donge la mavumbi. Donge la mavumbi. Hivyo tu. Na kwa kuwa wewe ni mavumbi, utarudi mavumbini. Kwa hiyo mnapomwona mtu huyo akitembea barabarani, anafikiri yeye ni mtu wa maana sana. Unasikia nabii anasema, tunapoona mtu anatembea barabarani, anapita na gari yake ya kifahari pale, anatembea yote anajivimbisha hivi, ndio tunaona wengi leo hivi, ili awe mwanaume, ili awe na six pack na nini, ona ule udongo, mavumbi mavumbi. Ndio wasichana wale wanakufa hivyo, wanaona kwa sababu iko na six packet, hiyo ni handsome, ule ndio mwanaume wa kuolewa. Naona ule mjinga ni mavumbi, ile udongo. Shetani wewe, uko degize.
Ona, sisi ni kitu gani? Donge la mavumbi. Hivyo tu. Na kwa kuwa wewe ni mavumbi, utarudi mavumbini, utarudi. Kwa hiyo mnapomwona mtu huyu akitembea barabarani, anafikiri yeye ni mtu wa maana sana frere, anatembea yote anavimba vimba. Nabii anasema hivi, anafikiri yeye ni mtu wa maana sana. Nabii anasema mnajua ana elimu kidogo tu na kadhalika. Frere, yeye nimesoma frere. Fanya kazi hapo Marekani frere, hadi usome frere. Usome ndio utakuwa na kazi ya bongo, mapepo ya kuzimu. Shetani wewe. Tunasikia vizuri? Anafikiri kwa sababu amesoma ka elimu ka hapa Marekani, kama anapata degree fulani. Frere, nilisoma miaka 10 hapa Marekani. Chuo kikuu nilisoma hiki nikapata PhD, nikapata hiki nikapata. Ni sawa, lakini wewe uko mavumbi. Hauna kitu. Uko zero. Sifuri. Sikia Branham, ni donge la mavumbi. Anafikiri yeye ni mtu wa maana sana, mnajua, na ana elimu kidogo na kadhalika. Kumbukeni, yani elimu na kadhalika, una kazi kazuri, unapata hela. Frere, si atuendagi tena kukesha kwenye kampani. Frere, hatufanyi kazi tena ya kujitosha frere. Ona ule mpagane, Mkristo hawezi akasema vile. Tie paye. Uko mpagani. Frere, sisi tunakuwa pale tu kunyumba tu, hela ziko zinaingia tu. Hakuna kufanya kazi ya jaso. Unapinga neno. Maandiko yalisema asiyefanya kazi na asili, na utakula kwa jasho siku zote za maisha yako yote. Shetani wewe, unataka upinge maandiko Utakula kwa jasho. Mungu ndo alisema. Anasema, ona mtu anajisifia, anafikiria kwamba ni mtu wa maana sana kwa sababu alisoma, ana kazi kazuri, anafikiri kuwa ndo wa maana sana. Kumbe ni udongo. Shetani wewe. Anafikiria yeye ni mtu wa maana sana. Mnajua, ana elimu kidogo na kadhalika, una kazi nzuri, una nyumba nzuri, udongo vyote vitapita. Na ana elimu kidogo na kadhalika. Kumbukeni, ni donge la mavumbi ya Indiana. Hiyo tu. Basi mwanamke huyo aliyevalia kaptura huko anavuta sigara na kukosa adabu barabarani, akikatika, Branham anasema akikatika kwamba nchi nzima ni mali yake, ni donge la mavumbi ya Indiana. Na hivyo ndivyo linavyorudia. Kwa hiyo wewe si kitu kikubwa sana kwanza, unaona? Kwa hiyo ni kweli, hivyo ndivyo ulivyo. Wewe ni udongo, hauko kitu kikubwa sana. Wewe ni udongo tu. Unadandia, unatembea, sijui una kazi kazuri, una gari kazuri. Frere, nyesi kwagi tena choka tena. Yaani tunaendaka pale kukazi kushinda hivi tu, na pesa zinaingia kwa saa, kwa wiki napata dola 3,000, 2,000. Uko udongo. Bure, ni zero. Ni zero. Mkristo hawezi angalia hivyo tena. Mechi senye William Branham. Nabii anasema unajidanganya. Nabii anasema kwa hiyo wewe si kitu kikubwa sana kwanza. Kwa hiyo ni kweli, hivyo ndivyo ulivyo. Yaani wewe ni udongo. Sikia nabii. Lakini nafsi hiyo iliyo mle ndani, mnaona, nafsi hiyo ndio Mungu anayotenda kazi nayo. Mnaona kama tu anaweza kuifanya tabia hiyo, roho hiyo ikubaliane naye, basi tabia hiyo inakufa. Hiyo tabia pamoja na kuipenda dunia vinakufa. Tena mambo yaliyomo katika dunia yamekufa. Mnaona? Kwa sababu ukiipenda dunia ama mambo yaliyomo katika dunia, kumpenda Mungu hakumo ndani yako. Mnaona? Na mtu hana budi kuzaliwa mara ya pili. Kwa hiyo tabia hii haina budi kufa, na tabia ya Mungu inakuja na kuishi ndani yako. Naye Mungu ndiye kitu tu kilichopo ambacho hakikuanza wala hakiwezi kukoma. Bwana abariki hao machache. Tumesikia mambo mengi hapa. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ametuambia leo
Tusijivunie na chochote tulicho nacho, ni udongo. Uwe na kazi nzuri, upokee pesa nyingi. Oh, sijui niko napata mamilioni, niko napata hela nyingi frere, na tena sifanye kazi ya Mungu. Yaani nakaa chini wewe, yani wewe uko na mawazo ya kipagani, wewe bado ukingali mpagani frere. Yani niko hapa tu ni kuingiza ingiza tu frere, hakuna kazi, sio yani hakuna sio kazi tena ya kutesha mwili. Ona wewe uko unajua maisha yako, unajua kesho yako. Shetani wewe, roho wa kuzimu anakutawala. Zaliwa mara ya pili, asema nabii, kwa sababu ukizaliwa mara ya pili, Mungu anaondoa tabia ya ulimwengu, anaondoa tabia ya nyama, anaondoa tabia ya kupenda mambo ambayo hayana budi kufa, kisha nakupa uzima ambao hauna mwanzo wala mwisho. Tusimame.